Taarifa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania inasema taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama maeneo yote ya mkoa kwa kufanya doria, misako na operesheni mbalimbali za kuzuia uhalifu na kuhakikisha wananchi wanaishi kwa amani. Katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi mwaka huu 2025, misako na operesheni zilizofanyika imefanikisha kukamata watuhumiwa 211 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo wizi wa mifugo miwili, kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi 46, mirungi 68, pombe haramu ya moshi yaani gongo 74, kupatikana na mitambo ya kutengenezea pombe haramu ya gongo 8, kukamatwa kwa wahamiaji haramu 6, kupatikana na nyara za serikali 7 na kukamatwa kwa mali mbalimbali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi 25. Katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa kipindi cha Januari Machi mwaka huu 2025 limefanikiwa kupunguza ajali za barabarani 2 sawa na 22% ya ajali 9 zilizoripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2024. Mkoa wa Kilimanjaro umeshika nafasi ya 3 kitaifa katika matumizi sahihi ya mfumo wa udhibiti mwendo kasi kwa magari ya abiria. Aidha, madereva 12 wamefungiwa leseni zao za udereva kwa kufanya makosa ya usalama barabarani kwa kipindi tajwa hapo juu. Kwa upande wa kesi zilizofikishwa mahakamani, jumla ya washtakiwa 90 wamepatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kama ifuatavyo. Mauaji kesi 1, mtuhumiwa mmoja amehukumiwa kifo. Ubakaji kesi 4, watuhumiwa 3 wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 na kesi 1 kifungo cha maisha jela. Kulawiti kesi 9, watuhumiwa 4 wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 na kesi 5 kifungo cha maisha jela. Kusafirisha dawa za kulevya kesi 2, watuhumiwa 2 wamehukumiwa miaka 30 jela. Kupatikana na nyara za serikali 2, watuhumiwa 2 wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Makosa mengine madogo jumla ya kesi 74, watuhumiwa wamehukumiwa vifungo mbalimbali ikiwemo kulipa fine. Jeshi la Polisi linaendelea kutoa elimu kwa wananchi kupitia majukwaa mbalimbali, mikusanyiko ya watu, kufuata sheria na kutoa ushirikiano kwa Jeshi la Polisi. Elimu ya usalama barabarani inaendelea kutolewa kwa madereva na abiria katika redio na makundi mbalimbali ya usafirishaji wakiwemo bodaboda, bajaji na mabasi ya abiria. Wananchi na mamlaka zingine za serikali ziendelee kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili hatua stahiki zichukuliwe kwa watuhumiwa watakaopatikana. Hii ni Uhondo TV. Mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari nyingi zaidi.